Machi mosi mwaka huu tunatarajia kushuhudia mchezo wa duru la kwanza wa dabi ya Kariakoo katika ligi kuu ya NBC. Kuelekea katika mchezo huu, tayari miamba hii yote miwili ya Kariakoo kwa maana ya Young Africans pamoja na Simba wameshasajili wachezaji wa kutosha wenye ubora wa aina yake. Hususan katika dirisha dogo kuna nyota wa kigeni ambao wameingia kwenye vikosi vya timu hizi mbili. Sasa basi, tunakwenda kuangalia nyota watatu kutoka Simba Sports Club ambao wana uzoefu, na kuelekea katika mchezo huu tutarajie kitu gani? Wa kwanza ni Libase Geye. Libase Geye anapewa tena, anajaribu Libase Geye. Huyu ni kiungo mshambuliaji, anatokea Senegal. Ni mmoja wa wachezaji muhimu na aliyekuwa anaunda kikosi cha kwanza cha fainali za CHAN cha Senegal, fainali zilizofanyika Tanzania, Kenya na Uganda. Libase Geye. Libase Geye! Uwezo wake upo kwenye kasi, nguvu na jinsi anavyopiga mipira kwa ujazo wa aina yake, akitumia zaidi mguu wa kushoto. Aliwahi kwenda kufanya majaribio nchini Hispania, lakini haikuwa bahati. Geye ni nyota hatari wa Simba ambaye anakwenda kucheza dabi yake ya kwanza ya Kariakoo. Sijui itakuwaje. Nyota mwingine ni Anise Ura. Anazungusha mpira ndani. Ina pasi chini kutumia Oraika ndani. Anise Ura. Kiungo mwingine fundi huyu anatokea pembeni, lakini mtaji wake wala sio kasi sana, bali miguu yake na akili vinazungumza kwa mapana zaidi. Ura amecheza dabi kubwa zaidi nchini Ivory Coast, Abidjan Derby kati ya ASEC Mimosas dhidi ya African Sports, naye amechezea timu zote hizo mbili. Ura amecheza Afrika Kusini pia kwenye kikosi cha Stellenbosch. Kocha wa sasa wa Simba Steve Barker ndiye aliyemsajili akiwa na miamba hiyo ya Cape Town na wana nusu fainali ya kombe la shirikisho msimu uliopita. Kwa mujibu wa klabu ya Simba, Ino Jospin Loemba ndiyo mchezaji aliyesajiliwa kupitia mzabuni wa vifaa vya klabu hiyo J-Root, na ameanza kuonekana akitema cheche zake kwenye baadhi ya michezo. Huyu ni raia wa Jamhuri ya Kongo, lakini kabla ya Simba ametokea kwenye kikosi cha Colombe Sport ya Lobo, Cameroon. Amepokwa mpira Jospin Loemba, anakataa. Golikipa anakwenda nje, ni kona. Akiwa Cameroon tayari ameshacheza mechi zenye presha ya aina yake. Miongoni mwa mechi hizo dhidi ya Cotton Sport inayotokea mkoani Garua nchini humo. Kwa upande wa wananchi Young Africans, miongoni mwa nyota hatari kwenye kikosi hicho ni Laurindo Dilson Maria, ukipenda mwite Depu. Alan Okello kujaza ndani, Depu wa kwanza ni Laurindo Dilson Maria Depu. Hii ni moja ya habari kubwa hapa nchini kwa sasa. Ni mshambuliaji wa kiwango cha juu ambaye ameanza kwa makali ya kupachika mabao kwenye ligi ya mabingwa na ligi kuu. Depu! Bonge la penalty. Depu amepita klabu kubwa zaidi nchini Angola, Petros Atletico ya Luanda, kabla ya kutimkia barani Ulaya. Nyota huyu anashikilia rekodi ya ufungaji bora wa muda wote wa michuano ya Kosafa. Aliwahi kufanya kazi na kocha wa Yanga wa sasa Pedro Gonçalves Soares kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Angola. Juki ameweka cross kumtafuta. What a goal! Ni master kweli kweli. Kama haitoshi, miongoni mwa mechi kubwa alizowahi kucheza ni ule mchezo wa dabi ya Luanda unaowakutanisha Petros Atletico dhidi ya Primeiro de Agosto. Nyota mwingine ni Alan Okello, jina la ziada ni Starboy. Ni kiungo wa ushambuliaji ambaye alianza kuonesha makali yake akiwa kwenye kikosi cha KCCA au Kasasiro Boys, ambako alishinda tuzo ya mchezaji bora kijana kupitia tuzo za FUFA Junior League. Okello amecheza mechi nyingi zenye ushindani akiwa na KCCA, pia akiwa na Vipers, na hususan wanapokutana na timu zenye mashabiki wengi nchini Uganda kama vile Sports Club Villa na Express. Mohamed Damaro Kamara, huyu ni kiungo wa ulinzi ambaye amejiunga na Young Africans akitokea Singida Black Stars katika dirisha dogo. Jaso mpira ndani, anagusa kwa kisha kwenye nafasi.
Akaunti ya mabao inafunguliwa dakika ya 7 na Bigman. Huyu amewahi kucheza dabi kubwa kwenye taifa lake, dabi ya Conakry, akiwa na kikosi cha Hafia dhidi ya wapinzani wao wakuu Horoya Athletic Club. Kimewaka! Haikwepeki mtani! Burudani kwa wote.